السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. بعد kushukuru الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kulipata juma la pili katika mwaka huu mpya wa Hijiria. Tumomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tutakabalia ibada kama hii na ibada zingine zote, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Ahibati fillah, kwa wale ambao kwamba wamezoea kufuatilia matangazo ya khutba zetu, waliona tangazo la mara hii halina ainwani ama mada. Kwa hakika ilibidi tulitoe kwa sababu tulikuwa bado hatujui tunazungumzia nini, lakini katika kupekua habari na yanayojiri katika huu ulimwengu, tukaona jambo ambalo kwamba halina dharura ama halina budi kuashiriwa na kuwekwa wazi, nalo lahusiana na tukio hili linaloendelea la kikombe cha dunia ama World Cup. Siku ya leo tarehe 26 ama huu mwezi kwa jumla, kuna jamii inauita Pride Month, mwezi wa fakhri, na ndani ya mwezi kama huu huwa wana wiki nzima wanafanya sherehe zao. Na kwa sababu World Cup inachezwa Marekani, katika nchi ambazo kwamba inachezwa ndani yake mara hii, kuna mji unaitwa Seattle katika miji ambayo kwamba hizo game zinachezwa ndani yake, wamechagua
siku iliyoitwa kama Pride Day ama Yaumul Fakhr kuwa ni tarehe 26 ya mwezi huu wa Juni, ambao ndio hii siku ya leo. Na kwa sababu tukio kama hili la World Cup linaendelea katika mji wao na nchi yao kwa jumla, wakachagua kitu wakakiita Pride March, machi ya fahari, moja katika hizi zinazochezwa, ambapo kwamba itachezwa kwetu sisi itakuwa tarehe 27 ishaingia, itachezwa kesho alfajiri, lakini kwao itakuwa bado ni tarehe 26 jioni. Pride March ikachaguliwa ni mchezo utakaokuwa kati ya Egypt na Iran. Jamii ambayo kwamba inachagua hizo ni ile jamii ambayo kwamba inatumia nembo ya rembo inayojulikana kama Shawadh, jamii ya mapenzi ya jinsia moja, ama kwa jina lingine LGBTQ. Sasa hapa panaibuka maswali kadhaa. Swali la kwanza, je, ni sudfa kuangukia siku hiyo walioita ni siku ya fakhri katika siku ambazo kwamba kunachezwa hizo mechi za mpira? Swala la pili, je, ni sudfa kuchaguliwa mechi walioita ni ya fakhri? Maana ya fakhri, maana yake ni kwa yule captain badge atakayoivaa ni ya rembo, vibendera vitakavyokuwa katika kona ni za rembo, na zitakazopeperushwa katika mudarajat na fans watakaokuwa pale ni bendera za nini? Za rembo, wakitangaza jamii yao ya uchafu ya mapenzi ya jinsia moja. Sasa je, ni sudfa kuchaguliwa? Bwana, kuchaguliwa mechi zingine za nchi ambazo kwamba hazina mafungamano na Uislamu, kwa nini chaguliwe Egypt na Iran, nchi mbili za Kiislamu, nchi mbili ambazo kwamba hazikubaliani na swala la mapenzi ya jinsia moja, na kwao ni jarima, na kwengine nafikia mpaka kunyongwa haswa mtu akipatikana na tuhuma kama hii? Sasa haya yote ni sudfa ama ni mambo yamekaliwa yakaplaniwa kwa sababu ya risala ndio kwamba inataka kufikishwa? Tuliashiria katika Jumaa kadhaa zilizopita kuwa mchezo huu wa mpira si ule uliokuwa unajulikana zamani kuwa ni bari, ni innocent, hauna matatizo, haujaingiliwa na chochote. Huu umevamiwa na kila kitu. Ndani yake kuna siasa, ndani yake kuna jamii mbalimbali zinataka kufikisha risala zao. Leo unashangaa nini inayomshughulisha director wa kuonesha mpira awe kamera zake atazielekeza kwa mastaa wa filamu chafu walioko pale kuangalia mpira, kwa watu wote maelfu na maelfu ambao kwamba wako katika uwanja hakuonekanwa wa kuzumiwa na kuvutiwa isipokuwa wale. Risala gani tuafikishiwa? Unashangaa katika mitandao ya kijamii zikiruka picha na kuenea za mastaa hao wachafu zaidi hata ya picha za wachezaji mashuhuri. Haya yote hayatokei sudfa, ni message zinafikishwa kwa wenye kuzipata, wanazipata na wanajua namna atakavyozikwepa. Lakini kuna hii aljilu said, hichi kizazi, hii generation inayokulia, kunataka kuingizwa katika nyoyo zao taalluq, mafungamano na jamii kama hizi chafu. Kwa hivyo hakuna kitu cha tokea hivi hivi.
Chama cha mpira cha Irani kimepinga, chama cha mpira cha Egypt kimepinga. Lakini swali litakuja, ikiwa mutalazimishwa, lazima hivyo vitu vifanyike, mutafanya? Wewe kapteni wako anaitwa Muhammad, mtu aliyobeba jina la Mtume, kisha leo aje atangaze jamii ya rembo katika dakika zote atakazokuwa anacheza. Mukikataa tutawafukuza. Halikuanza leo. Akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Hawatakuwa wameanza wao kufukuzwa. Waliofukuzwa kina ali za Sayyidina Lut, yeye pamoja na banati zake waliomwamini. Watu wake waliwaambia, watoeni ali za Lut katika vijiji vyenu ama katika kijiji chenu. Kosa lao nini? Aghrabu jarima. Hakujawahi kutokea katika ardhi kama hii jarima la kushangaza la kimaajabu kama hili. Wanasema innahum unasu yatatahharun, hawa ni watu wanajisafisha. Ina maana sisi watu wachafu haturidhii kuishi na wasafi katika maeneo mamoja. Hatutaki kutangamana nao hawa, hatutaki kujumuika nao. Akhriju ala Lut min qaryatikum. Kule kwingine Mola akatuambia, la illa tantahi ya Lut, wanamkhutubu akimwambia, ikiwa hutokomeka ukawacha hayo mambo yako na kutukataza haya tunayoyafanya katika mapenzi ya jinsia moja, la takunanna min almukhrajin, utakuwa katika wanaotolewa. Sasa ikiwa watatolewa hawa, na imetangulia miaka nyuma tulimuona Idrisa Gana alivyotolewa katika PSG kwa sababu ya kukataa kuvaa jezi ambayo kwamba namba zimeandikwa kwa rangi ya rembo yenye kutangaza jamii. Kwa hivyo hawatakuwa ni wa kwanza kutolewa wala hawatakuwa ni wa mwisho kutolewa, kwa sababu hawa watu wamejipanga kihali na mali kutangaza uchafu wao huu, na wako tayari kwa lolote lile. Katika ulimwengu tunaoishi ndani yake hakuna mtu yoyote, sawa wewe ni kiongozi wa dini, ni kiongozi wa kijamii, ni mtu hausiani na dini kabisa, hakuna yoyote ambaye kwamba anasubutu kuzungumza miezi mitatu mfululizo kupinga tendo analolifanya jamii kama hii, isipokuwa tapelekwa mbio. Hakuna. Utaletewa mabarua za wakili, utasimamishwa kizimbani, utashtakiwa, na pengine wakikuona ni hatari sana, hata kukumaliza wanaweza kukumaliza. Wamekuwa na pawa soko ya kawaida. Leo yoyote ambaye kwamba atafanya intikad kwa jamii ya Kizayuni kwa mauaji anayofanya, anayepinga tu utasikia muadatu samia, antisemitism. Haikubaki kule, sasa imekuja na huku. Yoyote ambaye kwamba anapinga uchafu wa mapenzi ya jinsia moja, wanakwambia hiyo ni homofobia na lazima uchukuliwe hatua. Kwa nini unaipinga? Yani angalia mambo yalivyogeuka, kichwa chini miguu juu. Yale aliyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi iliyopokewa na Imam Abu Ya'la katika musnad yake kutoka kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu, akisema Mtume sallallahu alaihi wasallama, kaifa bikum idha raaitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara, mtakuwa katika hali gani pindi mtakapoona maarufu wema ndio munkar na munkar ndio maarufu? Yani leo ukisema unakataza maovu ndo unatuhumiwa. Leo ukisema unajisafisha, ile sifa ya kujitahirisha inakuwa ndio tuhuma kwako wewe.
mambo yamegeuka kichwa chini, na yule ambaye kwamba anayafanya tena waziwazi anaambiwa ana haki ya kujieleza, ana haki ya kufanya anachotaka kukifanya. Bali utashangaa ukisikia katika ulimwengu kuna nchi 30 zinapinga swala la kujitibu katika maradhi kama haya, kwa sababu aslan hawakubali kuwa ni maradhi. Zamani yalikuwa yanahesabika ni maradhi na yalikuwa katika list ya WHO kuwa ni maradhi, mpaka 1992 ikatolewa. Naona sijui kipimo gani kilichotumika zamani ikawa ni maradhi, kisha baadaye ikawa sasa si maradhi tena, ikatolewa 1992 katika qaima ama katika list ya maradhi kwenye World Health Organization, WHO. Sasa kwa sababu wamekubali sasa haya si maradhi, ukija wewe ukisema ni maradhi, yani ukijitokeza kwa mfano wewe mwana saikolojia unatibu wote wale ambao kwamba wana SSA, same sex attraction, wote wale ambao kwamba wana maradhi kama hayo waje nitawatibu niwatoe katika maradhi kama hayo, unatuhumiwa, bali unafikishwa mahakamani na ukuba yake ni kufungwa kati ya miaka 4 mpaka miaka 10. Imekuwa kutibu sasa uchafu ni tuhuma, unafungwa kwa ajili yake. Katika nchi ambazo kwamba ni haramu kumwoa kazeni yako, lakini si haramu kumwoa mwanamume mwenzako. Ni haramu kwao taaddud, kuoa mke zaidi ya mmoja, lakini si haramu kupatikana ndoa za jinsia moja. Vipimo gani ambavyo kwamba vinatumika hapa? Maana mambo yamebadilika kabisa, kama alivyosema Sayyidina Ka'b al-Ahbar katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Nuaym ibn Hammad katika kitabu al-Fitan, asema sayati ala an-nasi zamanun yu'ayyaru al-mu'minu biimanihi kama yu'ayyaru al-yawma al-fajiru bifujuri. Zitafika zama ambazo kwamba mu'min atakuwa anatiwa aibu kwa imani yake, yani mwangalie yule ajifanya muumini sana, yani kujipamba na imani, kujipamba na akhlaki, na kwa sasa ndo aibu, unatiwa na aibu. Asema kama vile sisi leo tunamtia aibu yule fajir mwovu kwa fujur na uovu anaofanya, itakuja siku wewe ukijipamba na imani utakuwa sasa wewe ndo unatiwa aibu kwa imani yako. Mambo yatageuka kabisa, na tunayaona, ndipo tulipofikia leo. Na kuna mingi ambayo kwamba yamechangia uchafu kama huu kuenea katika jamii mbalimbali. Kitu cha kwanza ni kueneza ilhad. Wamefaulu katika hilo. Leo zaidi ya nusu ya ulimwengu ni mulhidun, watu wako katika atheism, hawaamini Mungu kabisa, kwa sababu wanajua ukishamfikisha mtu kutokuwa na imani atafanya lolote analolitaka, kwa sababu ile imani ndio inamzuia. Mwenyezi Mungu hili amelikataza analiwacha, Mwenyezi Mungu hili ameliamrisha analifanya. Lakini sasa kama hakuna rada, kama hakuna kitu ambacho kwamba kitakumkhofisha, kitu ambacho kwamba kitamzuia, kitamparagba, atafanya vipi? Wakafaulu sana katika hili, na ni vita vikubwa vimeingia mpaka katika jamii zetu, na wanalengwa hawa watoto wanaokulia. Lakini vile vile wakafaulu katika upande wa i'lam, media. 2023 katika filamu ama movie ambazo kwamba zimetengezwa ndani ya Hollywood, yani tunazungumzia Amerika peke yake, tuzungumzie nchi zingine, 40% ya mastaa wale ambao kwamba ndio kichwa katika ile movie alikuwa ni mpenzi wa jinsia moja. Hebu niambie, inafika mpaka 40%. Ni nini kama sio lengo la kueneza uchafu kama ule? Alafu unasawirishiwa katika ile filamu kuwa huyu ni cute kama wanavyomwita wenyewe, ana matatizo, anaishi na watu vizuri, ana akhlaki, ana tabia. Ipewe ile picha kwa vijana kuwa ukitaka kuwa mtu mzuri katika jamii uwe kama
kama fulani, 40%. Tabu unajiuliza nini ambacho kwamba kinawasukuma sasa hawa kama ni maproducers, ni madirector wao mpaka kwenda kutengeza filamu kama hizo? Nini? Kwa sababu katika malengo ya kutengeza filamu ni kupata fawaid za kimali, lakini vile vile kupata zawadi. Mimi nataka kuzawadiwa, kwa hivyo niende katika festival fulani niwe nitapata sijui zawadi katika festival ile. Ikawa walomiliki sasa zile festivals ni hawa wenye fikra ya mapenzi ya jinsia moja. Kwa hivyo ikiwa filamu yako inao upuzi kama huo na uchafu kama huo, utatangulizwa katika kupewa zawadi kama ile. Kwa hivyo wanaojitahirisha wakawa hawatakikani na wanafukuzwa, na wale wachafu wanakirimiwa na wanavelishwa na medali. Mwana ulimwengu ulipofika Lakini haitoshi kuwa wakachukua njia ambazo kwamba zitakuwa zinaeneza, wakajua kuna watu ambao kwamba wanapinga jambo kama hili na wanalipiga vita. Lazima tuje na hujja za kukinaisha, ili wale duafaul uqul, wale madhaifu wataweza kuingiana wazima katika shubha zetu. Wajua wanakwenda na strategy, waende kichwa hivi kwa kufunga macho, wanakwenda wana plans, wamepanga hatua baada ya hatua. Zamani walikuwa wakituambia sisi ni pati katika jamii, tuacheni tuishi tunachokitaka nini, tuacheni tuishi, nyinyi isheni maisha yenu na sisi tuishi maisha yetu. Wakaenda katika hatua baada yake, jamaa, madamu sisi ni pati katika jamii, kwa hivyo tutataka haki zetu. Mwanzo ilikuwa hakuna kuitisha haki, tukaenda katika hatua ya baada yake. Katika haki zetu ni kuoana, kwa hivyo turuhusuni tuoane. Itakapitishwa kwenye mabunge, ikawa ni rasmi, mwanamume anaweza kumwoa mwanamume mwenzake na mwanamke anaweza kumwoa mwanamke mwenzake. Lakini kwa sababu wanaolengwa ni wale waliojipamba na dini, ikaenda katika hatua zaidi ya hapo, wakasema sisi tunataka hizi ndoa zetu zifungwe katika nyumba za ibada, sio katika mahakama. Na kuna baadhi ya kanisa yakafeli katika hilo, wakafungisha ndoa za jinsia moja. Umeona, wamekwenda hatua baada ya hatua. Kwa hivyo wakaja na shubuhat. Anakwambia shubha ya kwanza, anakwambia wajua hili swala linahusiana na jinsi, ni kitu kiko katika damu, huwezi kukiepuka, ambapo studies zote zilofuatilia swala hilo zimethibitisha kuwa hakuna mafungamano kati ya jinsi na mtu kuwa na kulemea upande wa jinsia yake. Hawakutosheka na hilo. Walipoona wamefeli huko, angalia sasa namna gani watu wanajicontradict. Wakasema haya, wachane na swala la jinsi, it is my choice, ni chaguo langu, acha mimi nimechagua hivyo, niache niendelee. Tuende katika shubha ya pili. Wakasema hili jambo halikuanza wakati wa Nabii Lut. Kwa maana ikiwa watu wa Nabii Lut waliangamizwa, hawakuangamizwa kwa ajili ya dhambi hii ya kuendea wanaume wenzao. Taibu, wameangamizwa kwa nini? Asema Mwenyezi Mungu amesema taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Wale walikuwa mashita bana, wakikata misafara, wakibia watu mali yao. Kwa hivyo zakuwa waliadhibiwa kwa dhambi ile. Maulama wakatuambia la taqta'una as-sabil, si lazima hiyo ni sabili ile njia ya misafara. Pale taqta'una as-sabil kuna kusudiwa njia ya kizazi. Mwanadamu ameletwa hapa kupatikane ndoa kati ya jinsia mbili tofauti, an-naslul adami, kizazi kiwe kitaendelea. Sasa wewe unapomwendea mwenzako wa jinsia yako, kile kizazi kitaendelea vipi? Ndio maana taqta'una as-sabil. Haitoshi, wakaja na shubha, wakasema hawa si wa kwanza, walianza mafirauni kule Misri. Kwa hujja gani? Wanasema ukienda katika zile maabidi zao kwenye kuta, utaona mwanamume amemshika bega mwanamume mwenzake. Sasa sijui kutoka lini mtu kumshika bega mwenzake ikawa ni alama ya mapenzi ya jinsia moja.
Lakini pakawa na raddi kadhaa katika shubha kama hii. Jambo la kwanza, kutoka lini mafirauni walikuwa ndo kiigizo kwetu sisi? Yani tunaangalia walivyoishi na sisi ndo tuishi. Sasa katika mafirauni kuna Ramsis Athani alimuoa binti yake, na sisi tukaoa mabinti zetu. Kilopatra alimuoa kakake, na sisi mabanati zetu tuozeshe kaka zao. Lakini wakatoka maulama ambao kwamba wamefuatilia riadha za zamani, arriadha inda qudama almasriyin, wakaangalia michezo walikuwa wakicheza zamani wale wa Masri, wakasema kuna mchezo wa musaraa, kuangushana katika kutumia nguvu. Wakafuatilia katika zile kuta, kumbe ile kushika bega ni hatua ya kwanza ndio inaanza ile musaraa mpaka watu kuja kuangushana. Kumbe watu wako katika kuangushana, wako katika michezo. Watu wameifasiri kweli mapenzi ya jinsia moja. Lakini wakasahau vile vile kwa Sayyiduna Lut ni wa zamani. Ikiwa Sayyiduna Musa ndo alitumwa wakati wa Firauni, kati ya Sayyiduna Lut na Sayyiduna Musa, Sayyiduna Lut alikuwa wakati wa Sayyidina Ibrahim, kuna karne 10 na hapa, yani miaka 1000 na. Kwa hivyo lilianza kule tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashiria hilo katika Al-Qur'an Al-Karim alipotuambia innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadi min alalamin, mnaleta ama mnafanya fahisha, uchafu ambao kwamba hamjawahi kutanguliwa na yoyote katika ulimwengu. Haikutosha, wakaja na shubha nyingine, wakasema ukiangalia ulimwengu wa mahayawani utapata kuna baadhi ya mahayawani wa kiume wanaoendea mahayawani wenzao wa kiume. Sasa ikiwa linapatikana katika jamii ya hayawani, inaonyesha ni jambo la kimaumbile, kwa hivyo kupatikana pia kwa wanadamu ni sawa. Angalia namna wanavyokuja na shubha. Kutoka lini hayawani akawa ni kiigizo chetu? Jambo la kwanza. Jambo la pili, hapa kuna kusudio. Kinachotaka kufikishwa hapa ni kurudishwa katika nadharia ya Darwin ya evolution. Mwanadamu asili yake ilikuwa ni sokwe, sijui ni nyani, akabadilika polepole mpaka kuja kuwa mwanadamu. Watu wazungumzia mababu zao, hawatuhusu sisi. Babu zetu walikuwa wanadamu kutoka mwanzo. Lakini ikiwa yule alikuwa sokwe akabadilika kuja kuwa mwanadamu, imekuwa bila utaka kumrudisha tena katika uhayawani, afanya anachokifanya hayawani? Si tatawur, ni kuendelea na kubadilika. Mbona umrudisha nyuma sasa? Alafu kama linatokea kwa baadhi ya mahayawani swala kama hilo, wasomi wamefuatilia wakasema ina sababu. Sio yote anayefanya, huwa kuna baadhi ya vichwa katika ile kati, katika kile kipote cha wale hayawani, kuna vichwa ambavyo kwamba vinajiona wao ndo midume. Kwa hivyo kutaka kuwahisisha paka wale midume wenzao kwa sisi ndo wenye boma na ndo wenye zizi, wanajaribu kufanya kitendo kama kile. Kina sababu, si kwa yoyote yule, lakini tunataka kurudishwa vile vile katika uhayawani. Na ziko shubuhati nyingi, wakati tumekwenda huruhusu kuzitaja, lakini tunataka kutoka nalo hapa ni kwa yote yanayoendelea katika huu ulimwengu. Hakuna kitu ni sudfa, ni vitu vimepangwa, na vimepangwa kwa miaka mingi, na ni rasail, ni messages ambazo kwamba zinafikishwa kwa malengo ya kuwatoa watoto wetu katika nini? Katika maadili yao na katika akhlaq zao, kuelekeza kule katika ule uchafu. Ndio ukaona zinaingia mpaka katika games wanazozitumia watoto wetu. Utaona rembo zimejaa, mabegi wanaoendea shuleni rembo imejaa. Na hawa watu hawabahatishi mpaka kuichagua rembo kwa ndo nembo yao. Wanajua pana rangi kadhaa ambazo kwamba zinavutia zile, haswa kwa watoto. Swala litakuja hapa, ni vipi tutaweza kubadilisha hii nembo kutoka kuwa ni nembo yao, kuirudisha katika asili yake, kwa sababu ni maumbile ya Mwenyezi Mungu, na kila mmoja yopendezwa akiangalia katika mbingu akiona alama kama ile. Kwa hivyo watu wanatekeleza ahdafu zao. Usione vitu vinakwenda hivi hivi tu. Ukiona watu wanakataa mpaka wagonjwa kutibiwa na wanawafunga wenye kuwatibu, na lau utatoka wewe na mtoto wako useme uko katika nchi hairuhusu kutibu, umpeleke sijui nchi nyingine inayoruhusu, kisha urudi na wajue, utafungwa.
pamoja kwa umekwenda kutibu nje. Sasa kwa nini yote haya yanatokea? Kwa sababu kuna watu wana masalihi yao, kuna watu wanataka kukata kizazi cha binadamu, kupunguza. Wenyewe wanakwambia tuko wengi sana, bilioni 8 nyingi, hatuwezi sisi, chakula kisha kitatuishia. Mwenyezi Mungu atuambia qaddara fiha aqwataha, amekadiria chakula mwenda subhanahu wa ta'ala. Watakuingilia katika sifati za rububia kwa nini? Lakini kuna na watu wana biashara zao wataka ziendeleza. Manake katika industry ile chafu moja tu ya kutengeza, ima ni filamu, ima ni magazine, ima ni kutengeza toys zinazotumika katika uchafu ule, income inayoingia pale ni bilioni $338. Bilioni $338, si pesa ndogo sana. Sasa uje wewe ukataze, uone wakati ya watu unga wao, mamwagia watu unga wao, na zile sindano ambazo kwamba zimetengezwa na madawa ya kubadilisha hormones, atauziwa nani ukilipinga wewe? Lakini na gharama za kubadilisha jinsia, leo katika jamii hiyo kuna jamii ya transgender, mtu amezaliwa na jinsia ya kiume ataka kujibadilisha kwenda katika jinsia ya kike, kufanya operation na kugharimu takriban $20,000. Hebu niambie, $2.5 million. Wewe uje unakataza zile pesa zile ambazo kwamba walikuwa tafaidika nazo, ushawakatia, ushamwagia unga. Kwa hivyo lazima litapigwa vita. Mbali na kuwa kuna hudumikiwa sheitani, kunaandaliwa mazingira dajjali. Kwa hivyo tuweni makini, tuweni makini haswa kwa watoto wetu. Tuangalie ni vitu gani wanavyovitazama, ni vitu gani wanavyotumia, ni vitu gani wanavyovivaa, wasije wakaingizwa katika musiba kama huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi وفقنا للخير وعنا عليه لا تمنعنا خير ما عندك من شر ما عندنا فضلا وجودا وامتنانا وإحسانا برحمتك أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.